Barua ya kocha namba 177, kufanya kwa msimamo sio kukaza fuvu, bali kuendana na kila hali unayokutana nayo. Rafiki yangu mpendwa, kwenye barua iliyopita ya nidhamu kali ya kuamua na kufanya kwa msimamo bila kuacha, nilikushirikisha kuhusu msimamo mkuu au kauli mbiu au mwongozo unaotofautisha na watu wengine kwenye safari ya mafanikio. Na hilo ni kuamua na kufanya kwa msimamo bila kuacha. Kama tunafanya maamuzi na tunayafanyia kazi na hatuishi nje, tunafanya kwa msimamo. Na hii ni kwa nidhamu kali. Sasa watu wengine wanaposikia nidhamu kali ya kufanya vitu kwa msimamo bila kuacha, wanadhani ni kukaza fuvu. Kukaza fuvu maana yake ni kwenda tu bila kujali nini kinatokea au nakutana nacho. Na hii ndio sababu ambayo watu wengi sana wameshindwa kwenye safari ya mafanikio, kwa sababu ni sawa na kugonga ukuta. Kama unakimbia alafu unagonga ukuta kwenye kichwa, kama utaendelea kurudia hata kufanya kwa nguvu kiasi gani, utaishia kugonga ukuta kichwa, utaishia kuumia na safari haitaweza kuendelea. Kwa hiyo kwenye barua hii nataka tufanue zaidi, tuone ni namna gani sasa ndio tuna msimamo wa kufanya bila kuacha, lakini sasa haimaanishi tufanye kwa namna ile ile, haimaanishi tukaze fuvu. Badala yake inamaanisha tubadilike kulingana na hali tunazotana nazo. Hatubadilishi lengo tu, hatubadilishi safari, bali tunabadilisha njia, tunabadilisha mbinu, tunabadilisha kile ambacho tunakifanya ili tuhakikishe kwamba tunapata matokeo. Na hii ni kwa sababu pia safari yetu inakutana na changamoto, vikwazo vingi ambavyo bila kubadilika kwa namna fulani itakuwa ni vigumu sana. Kuna mambo mengi ambayo nimezungumzia barua hii ambayo utapaswa kuyasoma na kufanya kazi, lakini moja ni msimamo sio kufanya kwa nguvu ile ile kila siku, bali kujitokeza kila siku kwa namna inayowezekana. Unajua kinachokomesha watu wengi sio kushindwa kufanya, ni ile kwamba wanataka ufanye kwa ukamilifu. Wanataka ufanye kwa viwango vile vile. Kuna siku haziendani, kuna siku utakuwa umechoka, kuna siku utakutana na vikwazo, kuna siku utakuwa una rasilimali unahitaji. La msingi sana ni kuendelea kufanya kwa kadri inavyowezekana. Kuna kauli ya Martin Luther anasema kwamba kama hauwezi kupaa basi kimbia, kama hauwezi kukimbia tembea, kama hauwezi kutembea tambaa. Fanya chochote lakini usikae tu chini. Hata ukisogea hatua mbili ni bora kuliko kutokusogea kabisa. Na hapa ni ambapo wengi wanakwama. Wengi wanataka akimbie kila wakati. Sasa siku amechoka tu kimbia, kwamba safari imeshindikana basi siwezi kwenda. Siku hiyo tembea. La msingi ni wewe usonge mbele, usibaki pale pale ambako upo. La pili, kukaza fuvu kunaua safari, kubadilika kunaiendeleza. Kama nilivyosema, kama unafikiri lazima nifanye kwa kiwango hivi kila siku, siku utakaoshinda unaona kwamba safari imeishia hapo. Sawa. Lazima labda nisome kiasi kila siku. Siku ambayo umekutana na changamoto shina kusoma kabisa, soma hata sentence chache, hata kurasa 2 kwa 3. Muhimu ni usiache. Lazima nipigie basi simu wateja kadhaa au ni kukutana na wateja kadhaa kila siku. Siku ambayo vitu vimebanana uwezi, utaishia hapo na kuona kwamba haiwezekani. Lakini ungeboresha tu kidogo, mambo yangeenda vizuri. Tatu, nidhamu ya kweli ni uwezo kupunguza bila kuacha. Ni kuhakikisha kwamba kila siku kuna kitu ambacho nafanya lakini hauachi kabisa. Na wengi ndio wanakwama kwa sababu wengi hakikisha mambo yasiponyooka tu, yani ni all or nothing, yani nipate yote au nisipate kabisa. Hapana, sio mafanikio yaendi hivyo. Mafanikio sio all or nothing. Mafanikio ni katikati hapo, sawa? Ni kuendana na siku, kuendana na hali jinsi inavyokuja. Unaenda na kitu jinsi inavyokuja na sio vile unavyotaka wewe kwa wakati wote. Namba 4, kujitokeza kwa namna tofauti ndio msingi wa ushindi wa muda mrefu. Wewe unakabiliana na jambo kama linavyokuja. Unaikabili siku kama inavyokuja. Unaikabili hali kama unavyokutana nayo. Haulazimishi vitu vile unavyotaka wewe. Hiyo ndio njia wengi wanashindwa. Sasa unataka ulazimishe vitu vile kama unataka wewe. Hapana. Wewe unakabiliana vitu kama hivi vinavyokuja. Una adapt, unabadilika kuendana na mazingira na hali ambayo unakutana nazo. Na hilo ndio ambalo litakupa ushindi. Na namba 5, utambulisho wako uwe mimi najitokeza, sio mimi nafanya vizuri kila siku. Hiyo ya pili ni kuwa perfect, utakuwa perfect, utakuwa na ukamilifu. Hapana, wewe kuwa mtu wa kufanya, wewe kuwa mtu wa kuonekana. Wewe kuwa mtu wa kuchukua hatua. Basi mengine yatajikaa sawa yenyewe. Jambo la 6 la mwisho,
Msimamo wa kweli unajengwa kwenye mchakato, sio kwenye matokeo ya haraka. Hatusemi wewe na msimamo kwenye matokeo, hauna udhibiti wa matokeo, ila kuwa na msimamo kwenye mchakato. Fanya mchakato wako kwa namna ambao hautaishia njiani. Rafiki, ingia kwenye barua za kocha, nenda kwenye barua ya 177, isome na nenda kabili kila siku yako kama inavyokuja, sio kama unavyotaka wewe, sio ukaza fuvu, bali kwa kusonga mbele. Ukawa na siku bora kabisa leo rafiki.